Obina, tuendelee ama tuache? Tuendelee. Haya, sawa. Tunakuja kwa IPDAS. Nani ata-initiate? Tunataka hiyo sheria, tumesema hatuitaki. Yes. Nani ata-initiate? Tayari Ruben Kigame alifanya nini? Ali-initiate. Lakini kuna vitu wako kuona na naelewa. So, nani wale watu waliipeleka the Kerugoya court wakasema Senate haikuhusishwa, na like nyinyi mnasema mambo ya Senate kutohusishwa na hii internet itazimwa. Inamaanisha Kenya sahau maandamano. Utakuwa unaonanga, nitakuja hapa kwa 11, naacha hata niache tu, nitakuja hapo. So, tayari a petition has been initiated. Personally, I'm taking another petition. Either wa jamaa atoe the word on aeke tu, ama I repeal na atoe hiyo mambo yake ya nini? Hiyo mambo yake yenye aliweka hapo ati inakosa mtu afanye nini? Asikie kujiua. So, promotion tutaipromote aje? Hapa ndio naambiwa Kenya wasilale. Governments respect noise. Government disrespect informed opinions. Unaona hata tukikuja ati uweke hapa sasa, tumeweka nani? Tumeweka Kimani Ichung'wah na tumeleta hii side nyingine, tumeleta Sifuna. Government will just look at them like hebu to entertain. Government respects noise. Orengo alikuwa ndani ya KANU, si ndio? Hiyo ndiyo alikuwa elected nayo mara ya kwanza, si ndio? Akaona nikikaa hapa watu watawainisikia. Mbaya mimi naenda huko na napigania multi-party democracy na repeal hiyo mambo yao ya section 2A. Kama Orengo alipigana wakati hakuna internet, kama Raila alipigana wakati hakuna internet, kama Gitobui Manyara alipigana wakati Koigi wa Mwere walipigana wakati hakuna internet, kama Martha Karua aliwahi walk out on Moi wakati hakuna internet, na sisi sasa tuko na kila kitu, lakini watu waipromote enough. Inafaa tujiulize hii kesi iko lini, inasikizwa lini, tutokee hapo wengi. Kwa nini? Mkitokea street mtauliwa, hamwezi enda tu street. So lazima noise yenu ikuwe focused, na noise yenu sometimes inaweza kuwa silence. Silence is the loudest noise. Mna show up in court, tumesema we are in solidarity with this court proceeding. We are in solidarity. Ile judiciary and the attention yenye media itakuwa nayo hapo itafanya hawa sio wenyewe waogope. But wakiona ati mnanyamaza mnasema ati no, Kio Mtata anaona hii mambo na amenyamaza. Kwani siku internet itazimwa ni Kio Mtata pekee atakuwa nje? Na nakwambia we lost the country on 15th. So Raila went with our country. Tutai-defend aje? Who will go and defend it? Number one, the people themselves na wenye wamepeleka hizo petition. Wanafaa kuwe hapo, tutakuwa hapo tukipeana submissions zetu kwa nini hiki tunafaa ifanye. Ikuwe repealed totally. Action ni gani tunataka itekiwe? Tunataka wa repeal. Tunataka wa repeal wapi? Tunataka wa repeal hiyo amendment ya section 6 na section 27. Waache hizo zingine zote zikae. After all, ikikaa ama isikae, hiyo sheria nyingine ilishaishughulikia. Tuko na Terrorism Act. So, sustainability ni nini? Sustainability ni katiba iende shule. Watoto wasome tu katiba shule, kwa sababu Obina, hatuwezi haribu maisha yetu na time yetu kufunza watu katiba, na katiba ni kitabu iliandikiwa watu wa kawaida. So watoto tu wasome katiba, vile kuna history, kuna CRE. Si watu si Christians usoma Bible. Unaanzanga kusoma Bible kuanzia ukiwa like 6 years mpaka unakuwa mkubwa, si ndio? The same way Waislamu hufunza watoto wao Quran.